Je, umewahi kujiuliza, kwa nini naomba lakini bado hakuna mvua? Kwa nini Mungu anaonekana kunyamaza wakati ninahitaji msaada? Kwa nini mafanikio yanachelewa, ndoto zangu zinasuasua na milango haifunguki? Leo nataka nikuambie jambo moja muhimu sana. Kuchelewa sio kukataliwa. Kunyamazishwa sio kusahaulika, na kusubiri sio kushindwa. Katika Mwanzo 2:5, Biblia inatufunulia siri nzito sana ya tabia ya Mungu. Siri ambayo ikieleweka vizuri, inaondoa kukata tamaa na kurejesha tumaini. Biblia inasema, hapo hapakuwa na kichaka chochote cha kondeni duniani, wala mboga yoyote haijamea, kwa maana Bwana Mungu hakuwa amenyesha mvua juu ya nchi, wala hapakuwa na mtu wa kuilima ardhi. Mwanzo 2:5. Hii ni ajabu sana. Mungu alikuwa tayari ameumba ardhi, mbingu, mwanga, maji, mipaka ya dunia. Lakini hakukuwa na mvua. Kwa nini? Kwa sababu hakukuwa na mtu wa kuilima ardhi. Hapa Biblia haituambii Mungu hakuwa na uwezo wa kunyesha mvua. La hasha, inatuambia Mungu alizuia mvua kwa makusudi. Kwa nini? Kwa sababu baraka bila maandalizi hupotea. Huyu ni Mungu wa aina gani? Ni Mungu ambaye hatoi neema kabla hajaunda uwezo wa kuisimamia. Hatoi baraka kabla hajakuandaa wewe kuwa chombo cha baraka hiyo. Mungu hakuwa mchoyo. Mungu hakuwa anachelewesha kwa ubaya. Mungu alikuwa anafuata mpangilio. Kwanza, andaa mtu. Pili, mpe kazi. Tatu, mletee mvua. Kwa maneno mengine, Mungu hatoi kile ambacho hakitaweza kutunzwa. Wakati mwingine tunalia, Mungu nipatie sasa, lakini Mungu anajibu kimya kimya, nikikuta sasa kitapotea. Ngoja nikutengeneze kwanza. Angalia hekima ya Mungu kwa Adamu. Mungu hakumuumba Adamu kwanza halafu aanze kupanga maisha yake. La. Biblia inaonyesha wazi, Mungu alitengeneza bustani, akaweka mito, akaandaa chakula, akaweka utaratibu wa kazi, akaweka mazingira ya kuishi, ndipo akamuumba Adamu. Kwa nini? Ili Adamu asihangaike kutafuta misingi ya maisha, bali aishi kusudi lake. Hii inatufundisha jambo zito. Mungu akikuchelewesha, mara nyingi anakutengenezea mazingira ambayo hayatakuharibu ukipata kile unachokiomba. Hebu niwe mkweli sana hapa. Mungu akitoa kabla ya muda, utajivuna, utaharibika, utapotea, baraka itakuangamiza. Ndiyo maana kuna watu walipewa pesa kabla ya hekima, wakaanguka. Kuna watu walipewa cheo kabla ya tabia, wakaangamiza wengi. Kuna watu walipewa jukwaa kabla ya unyenyekevu, wakapoteza kusudi. Mungu anapochelewesha anasema, nakupenda sana kiasi kwamba siwezi kukupa kabla hujakomaa. Hakukuwa na mvua kwa sababu hakukuwa na mkulima. Sio kwa sababu ardhi haikustahili mvua, bali kwa sababu hakukuwa na mtu wa kuitunza baraka. Leo unaweza kuwa unasema, Mungu, mbona naomba kazi haiji? Mungu, mbona biashara haisogei? Mungu, mbona ndoto zangu zinasuasua? Swali la rohoni linaweza kuwa, je, tayari wewe ndiye mtu wa kuilima ardhi? Labda Mungu anakujengea nidhamu, anakufundisha subira, anakutengeneza tabia, anakukomaza kiakili na kiroho, kwa sababu mvua ikija haitarudi mbinguni. Ikija lazima inyeshe mahali sahihi. Ndugu yangu, kama Mungu anaonekana kunyamaza, hiyo haimaanishi amekuacha. Inaweza kumaanisha anakuandaa. Kama mvua haijanyesha bado, si kwa sababu Mungu amesahau, bali kwa sababu anahakikisha ardhi haipotezi mvua. Usikate tamaa. Usimlaumu Mungu. Usijione umeachwa. Subira yako ni ushahidi wa maandalizi. Kuchelewa kwako ni kinga, sio adhabu. Na kumbuka, Mungu aliandaa kila kitu kabla ya kumleta Adamu. Na Mungu huyo huyo anakutengenezea mazingira kabla ya kukupa kile unachokiomba. Mvua inakuja, lakini kwanza mtu wa kuilima ardhi lazima awe tayari. Kama ujumbe huu umekugusa, like video, share na mtu anayehisi Mungu anamchelewesha. Subscribe kwa mafundisho yanayofungua macho juu ya kusudi la Mungu. Andika kwenye comment, ninaamini Mungu ananiandaa, kwa sababu Mungu hakukawia. Mungu anapanga.
Ubarikiwe sana.